Rais wa Lebanoni Joseph Aoun alizungumza na vyombo vya habari akiwaambia kuwa ndani ya saa 24 ambazo zingefuata toka tangazo lake kuwa kungekuwa na usitishaji, alikuwa akisubiri taarifa kutoka upande wa pili ambayo ilikuwa ikiwasiliana na Hezbollah kutoa majibu ikiwa na wao wameingia kwenye makubaliano ya moja kwa moja ya usitishaji wa vita. Wakati huo Rais Donald Trump alidai kuwa alikuwa amezungumza na Hezbollah moja kwa moja na walikuwa wamekubali kuweka silaha zao chini na kuwa hawatoishambulia Israeli. Kauli hiyo aliitoa Donald Trump, lakini waziri wake wa kigeni alisema kuwa walikuwa wamewasiliana na wawakilishi tu wa Hezbollah ndani ya Lebanoni. Katibu mkuu wa Hezbollah Naim Qassem ametangaza kuwa wao hawapo katika makubaliano ya usitishaji wa vita, akiyaita kuwa makubaliano hayo yamejengwa katika msingi wa kuifanya Hezbollah ijisalimishe kwa Israeli. Sasa ni kipi kinachotokea au kipi kinachoendelea? Maana yake kuwa usitishaji wa vita uliotangazwa jana haupo kule nchini Lebanoni kutokana na kauli zinazotokea. Awali, kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Israel Katz alisema kuwa vikosi vya Israeli vitabaki katika eneo la kwenye mpaka wa Lebanoni, ndani kidogo ya Lebanoni, vikiendelea na operesheni zao na katika kile ambacho kinachofahamika kama kujilinda. Kwa hiyo vingebaki hapo. Wakati huo Marekani akitaka Hezbollah kuacha kufanya mashambulizi yao ndani ya Israeli. Naim Qassem anasema kuwa hatupo kwenye makubaliano. Rais Donald Trump anasema kuwa tumezungumza na Hezbollah moja kwa moja. Rais wa Lebanon Joseph Aoun analisema kuwa makubaliano yataanza ndani ya saa 24. Nani anazungumza nini? Nani anatuambia kipi? Nani anatudanganya? Amani iwe nawe. Peace be upon you. Natumai uko mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa. Leo kidogo nataka kuzungumza jambo jingine tofauti kidogo kwa sababu mara nyingi tunazungumza habari za Mashariki ya Kati. Nimegugusia kidogo kwenye hili swali la Mashariki ya Kati, lakini sitaki kulijadili kiasi kwa sababu nimeshazungumza sana. Nataka kuzungumza kuhusu barua iliyoandikwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kule Urusi wao wanamuita Vladimir Zelensky. Huku Ukraine kidogo wamelichezesha jina lake, wanamuita Volodymyr, lakini kule wanamuita Vladimir. Zelensky alimwandikia barua rais wa Urusi Vladimir Putin kumwambia kuwa tunaweza tukamaliza vita. Nataka tulizungumze hili kidogo tu leo, nataka nijikite hapa tujadili mgogoro ambao umekwenda miaka 4 tangu siku ya kwanza vita inaanza. Mimi nilikuwa katika jukwaa la uchambuzi na nimekwisha jadili sana migogoro huu na vyanzo mbalimbali. Nimeongea na media nyingi sana za ndani za nje, tumejadili sana za kimataifa, tumejadili sana hili swala. Kwa hiyo unaponielezea kuhusu vita ya Urusi na Ukraine, naweza kukuambia ninaifahamu. Nimeanza kujadili mgogoro wa Urusi na Ukraine kabla ya hii vita. Nimeanza kujadili tangu wakati wa mgogoro wa Crimea, licha ya kuwa sikuwa nimeanza uchambuzi wa moja kwa moja, lakini nilikuwa nikifuatilia habari sana. Wakati wa Barack Obama kulikuwa kuna mvutano mkali sana wa Crimea. Nakumbuka mwaka 2014 baada ya kile ambacho kilichofahamika ndani ya Ukraine ambacho kilikuwa kinafahamika kama Euromaidan. Euromaidan yalikuwa ni maandamano makubwa sana yaliyotokea ndani ya Ukraine, ndio yaliyofanya mabadiliko. Yaani haya ndio inaweza kusema kuwa ndio inaweza ikawa ilikuwa sababu ya msingi kabisa ya mgogoro wa Urusi na Ukraine, licha kuwa chokochoko zilikuwepo za hapa na pale, kwa sababu hapa mabadiliko yalikuja ya maamuzi ya raia wa Ukraine kumpinga rais aliyekuwa madarakani ambaye alikuwa anaungwa mkono na Kremlin. Wakafanya mabadiliko ya maandamano makubwa kuelekea upande wa pili wa magharibi. Kuelekea upande wa pili wa magharibi ndipo Urusi walipopata hasira na kuichukua Crimea, wakamwambia kuwa Crimea ni yetu. Kabla ya kuungana, unajua hizi Soviet zamani kidogo, leo nitakuwa nakupa na historia kidogo za nyuma. Crimea ilikuwa ni eneo la Urusi. Kwa hiyo Urusi walitoa zawadi Crimea kwa Ukraine baada ya ule muungano wa Soviet. Miaka hiyo, unajua kulikuwa kuna muungano wa nchi tatu kabla. Kulikuwa kuna Belarusi, Urusi pamoja na Ukraine, ambapo na makao yake makubwa yalikuwa Ukraine kabla ya Soviet. Kwa hiyo
utawala wa Urusi wakati huo waliamua kuitoa Crimea zawadi kuwapa Ukraine katika kuunga ule undugu na urafiki, ndio wakati huo. Sasa wakati inavunjika Soviet 1991, Crimea ilibaki sehemu ya Ukraine na ikawa inatambulika kisheria kuwa ni sehemu ya Ukraine. Baada ya ule mgogoro wa 2014 kuwa wa Ukraine wameamua kwenda magharibi, Urusi akamwambia basi nipeni na ya kwangu, ikabidi aichukue Crimea airudishe upande wa pili. Kwa hiyo ukirudi kihistoria, Crimea kiasili ilikuwa ni eneo la Urusi, lakini kisheria, ambapo kwa mujibu wa sheria za kimataifa na utambuzi, inabaki kuwa Crimea ni eneo la Ukraine. Kwa hiyo mgogoro ulianzia 2014 na Urusi akafadhili wanamgambo wa mashariki kule Luhansk na Donetsk kuanzisha chokochoko dhidi ya Ukraine, eneo ambalo lilikuwa linakaliwa na watu wanaongea sana lugha ya Kirusi. Kwa hiyo Urusi wakajaribu kutafuta kila sababu ya kutaka kuvamia lile eneo ili angalau waweze kubadili utawala wa ndani. Kwa hiyo chokochoko ilianzia hapo. Sasa Zelensky baada ya vita iliyoanza 2022 hatimaye ameandika barua kumwambia bwana Putin kuwa tunaweza tukazungumza. Barua ambayo mimi binafsi naitafsiri katika nadharia tatu. Kuna nadharia halisi kuwa kuna barua imetumwa, kweli barua katuma kwa sababu wanahitaji wazungumze. Huu ni mgogoro ambao unahusu Urusi na Ukraine. Kwa hiyo wanapaswa wajadili huu mgogoro kwa sababu unawahusu. Lakini ndani yake kulikuwa kuna majigambo. Ametaja majigambo sana, akijisifu kuwa baada ya miaka 4 ya mashambulizi ya Urusi ndani ya Ukraine, bado kuwa Ukraine wanaweza wakainyima usingizi Urusi. Bado kuwa rais ambaye muda anamwambia kuwa umri wake umekwenda sana, kuwa amechoka hivi sasa, miaka 26 ya kuhudumu, amechoka, hawezi tena kuilinda miji mikuu ya nchi hiyo. Ni siku moja baada ya mashambulizi ya drone yaliyopiga kwenye refinery ya mafuta kule St. Petersburg, na ni katika kipindi ambacho kulikuwa kuna tishio kubwa la vikosi vya Urusi vyo wanafanya mazoezi ya sherehe zao zile zilizomalizika hivi karibuni za kusherehekea ushindi wa vita ya pili ya dunia. Sasa walipunguza sana gwaride lao, hawakulifanya kubwa kwa sababu kulikuwa kuna tishio la mashambulizi. Kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya droni za Ukraine ambazo yakipiga Moscow, yakipiga St. Petersburg, licha kuwa kuna mashambulizi makubwa ya Urusi yanapiga katika ardhi ya Ukraine kwa kiwango cha hali ya juu sana. Lakini Zelensky anaiandika barua kama dhihaka kumwambia Putin kuwa tunaweza kukunyima usingizi katika nchi ambayo anamwambia mtakuwa na shida ya petroli kwa sababu wao wamepiga refinery. Refinery ni viwanda vya kusafisha mafuta ambavyo ndio vina matumizi ya ndani. Sasa anaambia kuwa mtakuwa kwenye shida ya mafuta, lakini si tu shida ya mafuta, anaambia kuwa kuna mfumuko mkubwa wa bei ambao umetokea hivi sasa ndani ya Urusi, lakini kuna hali ya kutoridhika ya hali ya juu. Sasa anamwambia kuwa ni wakati wa kuzungumza, lakini wakati huo nimesema kuna majigambo, dhihaka na shutuma, lakini wakati huo anamdhihaki mtu wake, yani anamdhihaki Marekani. Unajua anamwambia nini Marekani? Anamwambia Putin kuwa ulitegemea kuwa kupitia Marekani ungepata kile unachokitaka, akikumbushia kuwa mkutano wa Alaska uliofanyika kati ya bwana Putin na Trump uliofanyika kule Alaska, Trump aliahidi kuwa kwa Marekani, yani Trump alimwahidi Urusi kuwa hili swala litakwisha kwa Ukraine kukupa ardhi ambayo watakupa. Sasa Zelensky anamwambia Putin kuwa hauwezi kupata kile unachokitaka kupitia kwa Marekani, lakini akimdhihaki pia Trump kuwa Marekani imeelemewa zaidi na Iran, yani sio katika muktadha, yani kuwa Marekani haipo tena huku, yani haina mpango na sisi huku, imejikita zaidi kwa Iran. Yani swala la Iran limekuwa kubwa kwa Marekani, ndio maana Marekani imebaki kule. Lakini katika hili ndio anapomdhihaki kuwa Trump hawezi kukusaidia kukupa kile ambacho unakitaka, isipokuwa tunaweza kufikia makubaliano baina yetu sisi. Yani tunaweza kufikia makubaliano baina yetu sisi, yani akikusudia kumwambia Putin kuwa mgogoro huu unahusu Urusi na Ukraine. Kwa hiyo Urusi na Ukraine ndio wanaweza wakalitatua hili tatizo, sio bwana Donald Trump ambaye anakuaminisha kuwa anaweza akalitatua hili tatizo. Katika hiyo barua anasema kuwa kuna wengine walisema kuwa watamaliza mgogoro huu ndani ya saa 24, ni Donald Trump. Trump ndio aliahidi akasema kuwa mimi nikiingia madarakani, au alisema kuwa nikishinda uchaguzi, kabla sijaenda Ikulu, yani kabla sijala kiapo, nitakuwa nimeshamaliza mgogoro huu ambao umewasumbua wengine, kitu ambacho hivi sasa mwaka na kitu Donald Trump amekaa haelewi lolote. Sasa kuna uhalisia kwenye haya ambacho anakizungumza Zelensky kuwa wanapaswa wazungumze, ni uhalisia huo, lakini inabaki kuwa masharti ni magumu. Tayari Kremlin imejibu, yani Moscow imejibu ikasema kuwa
wanakaribisha maoni ya Zelensky kuwa okay, wako tayari kuzungumza, lakini anachosisitiza Moscow anasema kuwa tunamkaribisha, anakaribishwa mazungumzo yafanyike Moscow. Ni kitu ambacho unakiona kuwa hakiwezekani, kwa waende wakaongelee Moscow, nani aende huko? Hakuna mtu anamwamini mwenzake kusema kuwa okay, nitakuja kuzungumzia huko, labda tupange mazungumzo tukafanyia kwingine. Lakini mara kadhaa Putin amesema kuwa mazungumzo yangu na Zelensky yatakuwa ni mazungumzo ya mwisho, yani baada ya kukamilisha yale yote. Kuna madai, yani Urusi anataka apewe eneo la mashariki na anamtaka Ukraine, unajua lile eneo la mashariki ambalo lina mikoa minne nafikiri, Kherson, Zaporizhia, Luhansk na Donetsk. Hili eneo la mashariki Urusi kuna mikoa hajamiliki kwa 100%, yani kuna sehemu anashikilia 75, 85, 80, 90. Sasa bado kuna maeneo ambayo bado Ukraine wamekaa. Sasa katika pendekezo ambalo lilifanyika kule Alaska, Urusi walipendekeza kuwa maeneo ambayo bado hawajayashikilia ndani ya Ukraine wanapaswa wajiondoe wenyewe. Lakini katika mapendekezo ya Urusi yalikuwa ni kupunguza ukubwa wa jeshi la Ukraine, lipunguzwe ukubwa wake. Yani haya ni masharti ya hovyo kabisa, kuwa Ukraine wapunguze ukubwa wa jeshi lao kuliko lilivyo hivi sasa. Marekani haitopeleka silaha, Ukraine wasijiunge na NATO. Hapatokuwa na buffer zone ya nchi yoyote ya magharibi kuweka nani vyao hapa. Sasa Ukraine wana kile wanajua kabisa kuwa baada ya kupoteza mashariki tutakuja kupoteza mikoa mingine, kwa sababu safari ya Urusi ya kuimeza Ukraine haiwezi ikaishia hapa. Nilishawahi kulieleza kwa kina kabisa kuwa safari ya Urusi kwa Ukraine haijaishia hapo, itakuwa ikisogea taratibu taratibu. Urusi wanataka waifikie Bahari Nyeusi kamili, yani Black Sea waifikie kamili. Kwa sasa Black Sea wanaipata kwa Crimea kwa pembeni, wanapokuja juu kwa kutokea Mariupol wanakuja kwenye bahari ya Azov pembeni, ndio wanakuja wanaifesi Black Sea. Sasa hawataki huu mzunguko kwa sababu Urusi kiuhakika hana bahari kubwa. Akija bahari ya juu ya St. Petersburg amebanwa na nchi za Ulaya. Norway iko kwa pembeni, ukisogea wa pembeni hapa kuna Finland, ukisogea. Kwa hiyo si sehemu ambayo Urusi anataka kutanuka, yani kuwa si sehemu ambayo anataka awe huru. Uhuru na ukubwa wa nchi, unajua kuwa na nchi, ukija bahari ya pili ya upande wa pili wa Urusi ni bahari yenye barafu ambayo kuwa haina kazi, yani muda mwingi ni bahari ambayo iko kwenye imeganda. Na sasa bahari kubwa ambayo anaitegemea zaidi na anayoiona kuwa ni, naweza kusema ni pinpoint yake, unaweza kusema ni bahari ya Black Sea hii hapa, ambayo ndio inakwenda ina connect na inakwenda inatokea Uturuki, inajiconnect pale Bosphorus, inaingia Mediterranean. Hii ndio bahari muhimu kabisa ambayo Urusi anaitaka awe anaimiliki. Sasa kiasi kikubwa Black Sea imemilikiwa na Ukraine kuja huku kwenye maeneo ya Odessa na maeneo mengine yote. Sasa hapa ndio Urusi anapotaka awapushi taratibu Ukraine. Kwa hiyo maandishi ya barua ya Zelensky ambayo yana majigambo, tambo na dhihaka, lakini yana uhalisia ndani yake. Yani anaandika barua kumuomba tuzungumze, lakini wakati anamkumbusha kwa mimi sio dhaifu. Yani sio kwamba ni dhaifu, ninaweza kukufikia popote. Kwa hiyo tuzungumze kama watu wenye nguvu. Yani anachokusudia kumwambia kuwa tuzungumze katika nafasi. Yani anachojaribu Ukraine ni kuweka equal, yani kuwa wewe ni mkubwa, mimi ni mkubwa, tuzungumze kikubwa. Lakini Urusi bado haipi Ukraine nafasi hiyo, kumfanya Ukraine kumweka kwenye equal. Ilikuwa sisi tuko sawa, tuzungumze kwa usawa ili kila mtu aweze kupata 50 kwa 50. No, nadhani hapa 50 kwa 50 inaweza isipatikane. Lakini kikubwa, barua hii ilikuwa inakwenda kuweka uhalisia kwa Ukraine, kumwambia Urusi kuwa wanapaswa wazungumze. Watapigana mpaka lini? Kwa sababu athari ya vita inagonga Ukraine na kupiga Urusi. Lakini kingine ilikuwa ni kumuonyesha Trump kuwa wewe si lolote, au kumchochea Trump katika ili akurupuke tena, kwa sababu tumekuwa tukiishi duniani, nimewahi kulizungumza ile kipindi cha nyuma kuwa tunaishi kwa utashi. Yani Trump anapotaka tuelekee tunaelekea, upepo unakovuma ndio tunakokwenda, kwa sababu maisha ya sasa ni ya hivyo. Trump anataka tufanyeje, tunakwenda huko. Trump anataka hiki, tunakwenda huko. Kwa hiyo tumekuwa tukiishi katika nadharia hiyo tu, kuwa mara akianzisha mgogoro, tulikuwa Venezuela akapeleka mgogoro, ikawa Urusi Ukraine, kesho inakuisha Urusi Ukraine, akatutoa kule akatupeleka tena Irani, akapeleka ikawa Gaza akatupeleka. Yani Trump akikurupuka, akiamka ndio dunia inahamia, inakwenda upande wa pili. Sasa katika kipindi cha mgogoro wa Irani ni kama dunia imesahau, dunia imejikita sehemu moja, imejikita Irani. Sasa hiyo ndio ambalo linaloakisi kumfanya Zelensky kuamua sasa kuwakumbusha, akimkumbusha Urusi kuwa tunapaswa tuzungumze, lakini anamkumbusha bosi wake Marekani kuwa umetusahau, hebu jaribu kufanya hili tuweze kuzungumzwa, kwa sababu hali sio nzuri, hali ni mbaya, kwa sababu kiuhalisia vita sasa hivi ya Urusi na Ukraine haipewi airtime ya kutosha, lakini kwa mgogoro ni mkubwa sana, mashambulizi yanakwenda kila sehemu, wanashambuliana kwa nguvu sana, na watu wote wanayaona haya yanayotokea. Jamani,
leo nimetaka kujaribu kuzungumza tu hili kiasi kuonyesha kuwa maana ya barua ya Zelensky na kile ambacho kinatokea hivi sasa duniani. Niwashukuru sana na niwatakie kila la kheri na asanteni sana. Inshallah tutakutana mara nyingine tena na tutajadili ambayo yanapaswa kujadilika. Asante.